Mpira ni miongoni mwa furaha za watu zaidi duniani. Mpira imekuwa ni zaidi ya kivutio, zaidi ya furaha katika maisha ya mwanadamu. Basi dunia inatambua mchango zaidi wa kambumbu duniani. Na lipo jina la Tanzania. Tanzania ipo Dar es Salaam Africans na Simba Sport Club na timu nyingine zaidi ambavyo inazidi kufanya makubwa na zaidi katika tasnia ya mpira wa miguu kwa upande wa Tanzania. Na utakumbuka zaidi ambapo Yanga imeweka rekodi nyingine zaidi kwa msimu wa soka 2025 mpaka 2026, zaidi ya mara 5 ikitoa kombe la ubingwa wa ligi kuu katika nchi hiyo. Na utakumbuka zaidi NBC Premier League imekuwa miongoni mwa ligi bora zaidi kuwahi kutokea. Imekuwa miongoni mwa ligi bora zaidi yenye ushindani mkubwa zaidi, ambapo mpaka sasa Tanzania inajivunia kwa miongoni mwa mataifa yaliyo na ligi bora zaidi barani Afrika, kwa takwimu zinavyoonyesha kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza katika vipaji mazima vya mpira wa miguu kwa upande wa Afrika, na mafanikio makubwa imekuwa yakionekana zaidi pale ambapo Dar es Salaam Africans imetoa zaidi kombe lao la 5 mfululizo. Na utakumbuka kwamba katika hilo ambalo limeendelea, wapo wale ambao wamepata majeraha, wapo wale ambao wameumia, wapo wapinzani Simba Sport Club ambayo yenyewe imezidi kupambana zaidi na kupambana sana ili ione kama siku moja itazidi kutoa ubingwa wa Premier NBC. Na utakumbuka zaidi mambo mengi zaidi ambayo yametokea 2025. Yes, kuelekea msimu wa soka mwishoni kabisa, ambapo Dar es Salaam Africans alipokuwa akihitimisha mchezo wake wa mwisho zaidi na JKT Tanzania, miongoni mwa timu ambazo zimeibua zaidi competition kabisa kwenye swala la mpira zaidi Tanzania. Basi Pacome Zozo miongoni mwa viungo washambuliaji na matata kwelikweli kutoka katika timu ya Dar es Salaam Africans, na amezidi kwa miongoni mwa chanzo cha Young Africans kutoa kombe hilo kwa mara 5 mfululizo. Sasa utakumbuka zaidi ambavyo Pacome aliweza kupata majeraha zaidi katika mchezo huo, na kikubwa ambacho kimezidi kuvutia ni namna ambavyo si mashabiki tu wa Dar es Salaam Africans bali na wengine wengi zaidi kutoka timu za chini, lakini huku wapinzani wao Simba Sport Club, baadhi ya mashabiki wakizidi kumwombea mema nguli huyo aweze kupona na kurejea zaidi uwanjani. Na taarifa zinaeleza kuwa Pacome mpaka sasa anaendelea vizuri akipata matibabu yake katika hospitali ya Anglikana hapa jijini Dar es Salaam, na ambapo baadhi ya madaktari wamethibitisha ukaaji wake sawa kwa mwezi mmoja na wiki 2. Na utakumbuka zaidi Pacome aliweza kuvunjika mguu na kukimbizwa moja kwa moja mpaka hospitalini, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinavutia ni namna ya uongozi bora zaidi wa klabu ya Dar es Salaam Africans, ambapo baada ya hapo viongozi wengi zaidi waliweza kufika hospitalini na kumjulia hali kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa Pacome na management nzima ya Yanga kutoka kwa msemaji wake Ali Kamwe amethibitisha kuwa nyota huyo wa soka ya Ivory Coast katika timu hiyo ya taifa, lakini vile vile katika timu ya Dar es Salaam Africans amesema kuwa atapona na atakaa sawa baada ya wiki 6, na baada ya hapo uongozi utajadili kitu gani kifanyike ili aweze kuingia uwanjani. Wapo baadhi ya wachambuzi ambao walisema kuwa endapo Pacome hatopata matibabu ipasavyo, atowahishwa zaidi, basi huenda ikawa historia yake ya mpira wa miguu duniani ikawa imefikia hapa katika bara la Afrika, licha ya kwamba wengi walizidi kumwombea. Yupo Edo kutoka pale Wasafi, miongoni mwa wachambuzi mahiri kwelikweli wa kambumbu Dar es Salaam Africans. Pacome aliweza kuwa mentioned kuwa basi kama hatopata matibabu ya kisasa, huenda Pacome historia yake ya kucheza mpira barani Afrika na dunia kwa ujumla ikawa imezimika hapo, kwa maana ndoto yake huenda ikawa imeishia mwisho. Lakini uongozi wa Dar es Salaam Africans haukukubali kitu kama hicho, ulibless na ulibariki zaidi kila ambacho kilifanyika. Ndani ya masaa machache usiku huo aliweza kupatiwa matibabu na kutolewa taarifa kuwa ndani ya wiki 6 atakuwa amekaa sawa, na baadaye uongozi utaangalia kitu gani kifanyike aweze kuendelea na kambumbu. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimevutia ni namna ambavyo viongozi wa Dar es Salaam Africans siku wanatoa ubingwa, t-shirt yake ililazwa pale katika kombe la NBC Premier League 2026, huku kombe hilo likibebwa na rais wa timu hiyo wa klabu ya Dar es Salaam Africans Engineer Hersi Said,
na zaidi ambacho kinazidi kuvutia zaidi ni namna ambavyo bosi wao GSM aliweza kumshuhudia pale hospitalini, lakini na kumpa mkono wa pole sofa, kumkabidhi kombe ambalo amepigana kwa jasho na damu kuelekea kubeba kikombe hicho. Pacome mpaka sasa ameendelea kuwa mchezaji bora na pendwa zaidi katika uwepo wa Dar es Salaam Africans na nje ya mipaka ya Dar es Salaam Africans. Maoni gani ulionayo juu ya uwepo wa kupona kwake katika klabu ya Dar es Salaam Africans na kurudi kuitumikia timu hiyo ambayo wengi wao wameipenda, wengi wao wamezidi kuithamini, wengi wao wamezidi kuwa miongoni mwa matumaini yao makubwa, imezidi kuwa miongoni mwa chanzo chao zaidi cha furaha katika karne hii ya 21 kwa upande wa Tanzania. Yes, this is Mighty Media TZ. Tunahakikisha kuwa tunakuhabarisha kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania, lakini so far tunahakikisha kuwa tunapiga story na wewe kwa kile ambacho kinaendelea na kinazidi kuchukua nafasi kubwa kwenye upande wa mpira wa miguu duniani. Big time.